pulse is fast. Pulse iko fast. She has a pulse, she's fast. Ni mafunzo ya huduma kwa magonjwa ya dharura na ajali ambayo yametamatika rasmi kwa wiki ya pili katika hospitali ya JKCI ALMC iliyopo jijini Arusha. Mafunzo hayo yanatolewa na taasisi ya The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na taasisi ya Kopi kutoka nchini Marekani na yametolewa kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania. Katika kuhitimisha mafunzo hayo, askari wa Jeshi la Zimamoto ambaye ni mwanafunzi ZMK FC Onike Moses alipata nafasi ya kusoma risala mbele ya mgeni rasmi, huku akisema mafunzo hayo yamekwenda kuwasaidia kwa uzuri kuongeza kitu katika kazi yao. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukamilisha mafunzo haya. Pili, shukrani za dhati ziende kwa Kamishna Afande Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji CGF John William Masunga kwa kutusaidia kupata mafunzo haya. Pia tunapenda kushukuru uongozi wa hospitali kwa kutusaidia kupata mafunzo haya kwa kushirikiana na taasisi ya Corando Auto Paramedics Incorporation, yani Kopi, kwa kushirikiana na The Same Qualities Foundation. Mgeni rasmi, mafunzo yetu yalianza rasmi mnamo tarehe 10 mwezi wa 8 2026 na kuhitimishwa leo tarehe 14 mwezi wa 8 2026. Katika kipindi chote cha mafunzo tumejifunza kwa weledi, uvumilivu na kujituma kwa nadharia na vitendo yaliyotuwezesha kuongeza uwezo wa kuokoa maisha, kutoa huduma ya kwanza kwa usahihi na kufanya maamuzi sahihi katika mazingira ya dharura. Naye mkurugenzi wa tawi la JKCI hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center, Dr. Tatizo Wane, amesema mafunzo hayo ni muhimu kwa jeshi hilo la zimamoto na uokoaji, kwani kwa kusoma kwao kunawasaidia watoe huduma bora za awali kabla ya mgonjwa kufikishwa hospitalini. Kwa hiyo ninaamini mafunzo ambayo kikundi chetu kimepata katika wiki hii na kile kikundi kingine ambacho kimepata yanasaidia, moja, tunapokwenda kwenye sehemu mbalimbali zile za matukio, labda ni matukio ya moto, ni matukio ya ajali na matukio mbalimbali, nyinyi ndio frontliners, si ndio jamani? Nyinyi ndio wale ambao mnakuwa ni watu wa mwanzo kabisa kukutana na wale watu ambao wamepata athari au matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kama frontliners unapokuwa equipped na knowledge na skill, knowledge na uwezo wa kuweza kupunguza ile madhara ya kile kitu kilichopatikana, basi inafanya hata sisi tunapokuja kwenye watumishi wa afya kazi yetu inakuwa iko rahisi zaidi. Naye mgeni rasmi katika mafunzo hayo SACF Salum Mohamed Omari amezungumzia umuhimu wa mafunzo hayo, huku akisema wanafunzi hao wanakwenda kuwa waalimu kwa wenzao katika eneo la kazi. Tuanze kutengeneza walimu ndani ya jeshi la zimamoto na uokoaji, walimu ambao wa paramedics. Kwa hiyo au walimu tunaotarajia hawatoki mbinguni, ndugu zangu, watakuwa wanatoka miongoni mwenu. Kwa hiyo kama siku ya kwanza nilivyokuwa nasisitiza kwamba unapokuwepo hapa, nidhamu ni kitu bora na muhimu. Hakikisha, na nidhamu ina uwanda mpana, lakini nidhamu niliyokuwa naisisitiza zaidi, the way mnavyoishi hapa na mazingira yenu, lakini na wewe mwenyewe kuwa determined na kile unachojifunza. Sasa ukiwa bora na ni mzuri, tutakutumia katika masuala haya. Na kwa mujibu wa mkurugenzi, imeonekana ni vyema katika wiki za kwanza tutakapokuja tena, wiki ya kwanza itakuwa ni kwa ajili ya TOT tu. Tafundishwa ili wale TOT waweze kujoin na wenzetu wao 11 kufundisha hapa kwa vitendo, ambao kwa wale ambao ni wapi watakaokuja. Kwa hili ni muhimu. Litafanika vipi na kufanikishwa vipi?
tuhakikishe sasa tutakaporudi vituoni, narudia, tutakaporudi tuhakikishe tunawafundisha wenzetu kabla hawajakuja wawe na ABCs. Mafunzo ya utoaji wa huduma kwa magonjwa ya dharura na ajali yametolewa kwa takribani wiki 2 katika hospitali ya JKCI ALMC Arusha, yakifadhiliwa na taasisi ya The Same Qualities Foundation kutoka Arusha kwa kushirikiana na taasisi ya Kopi kutoka nchini Marekani. Mafunzo hayo yamejumuisha jumla ya wanafunzi kutoka Jeshi la Zimamoto takriban 60 ambao wanakwenda kuwa msaada mkubwa kwa jamii baada ya mafunzo hayo. Kutoka hospitali ya JKCI ALMC Arusha, mimi ni Boniface Allen.